Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhari gani? Nipo hapa tena kwa sababu moja tu, kwa sababu yako wewe. Unatakiwa kuhabarika na kujua habari za ulimwengu, lakini pia za ndani ya nchi muda wote, masaa yote. Hivyo basi nipo hapa kwa ajili ya kutoa kile ambacho unatakiwa kukifahamu. Sasa tunajua nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikipitia mabadiliko ya uongozi, mapinduzi ya kijeshi. Kama kule Afrika Magharibi mwaka jana ulikuwa ni mwaka ambao nchi hizo zilichachamaa kweli, na uongozi huo ukaanza kuonyesha mambo makubwa kwa kufanya yale ambayo walikuwa wanatamani yafanyike na kusudio la mapinduzi hayo. Lakini pia tukaona kule Madagascar kiongozi wa kijeshi Michael Randrianirina naye akachukua nchi kwa msaada wa wananchi na kuweka utawala mpya. Sasa kiongozi huyo bana wa kijeshi kutoka kule Madagascar ameivunja serikali na anatarajia kumteua waziri mkuu mpya katika siku chache zijazo kulingana na sheria za nchi hiyo. Ofisi ya rais imeeleza katika taarifa yake iliyotolewa jana Machi 9, 2026. Makatibu wakuu wa wizara mbalimbali wataendelea kusimamia shughuli za kawaida za serikali hadi pale waziri mkuu mpya atakapoteuliwa na baraza jipya la mawaziri kuundwa. Taarifa hiyo ilieleza bila kutoa sababu za kuvunjwa kwa serikali. Herinti Salama aliyekuwa mfanyakazi wa zamani wa benki aliteuliwa kuwa waziri mkuu Oktoba 2025 katika jaribio la kuziba pengo kati ya uongozi wa kijeshi na utawala wa kiraia. Hata hivyo, viongozi wa harakati za Gen Z ambao uhamasishaji wao kuanzia ngazi ya chini ulisababisha kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Bwana Andry Rajoelina na kumweka madarakani Randrianirina wametaka mchakato wa mpito uwe jumuishi zaidi na vijana wapate uwakilishi mkubwa katika miundo ya kufanya uamuzi. Randrianirina aliahidi kufanya uchaguzi ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 24 aliposhika madaraka takriban miezi mitano iliyopita. Hii nayo imekuwa changamoto. Viongozi wengi wa kijeshi wanaoingia madarakani wanatoa ahadi ya kuachia nchi baada ya muda mfupi ama muda fulani, lakini baada ya hapo hung'ang'ania ama huendeleza utawala wao. Tuliona kule Gambia, tuliona na sehemu nyingine za Afrika ambapo viongozi waliofanya mapinduzi ya kijeshi wamekuwa wagumu kuachia nafasi hizo. Unafikiri mafanikio yao yatakuwa ni sehemu ya kukomboa yale ambayo waliyapinga kabla hawajaingia? Kukaa kwao kwa muda mrefu kutasaidia kuondoa matatizo mbalimbali ambayo yanakumba mifumo ya utawala wa Afrika? Basi shiriki nami kwenye maoni hapo. Asante.